tuliyempenda sana, twamuomba Mungu mweke pema peponi ya mpendwa wetu. Tuliyempenda sana, twamuomba Mungu mweke pema peponi. Kwaheri mpendwa wetu, Bwana amekupenda sana. Safiri salama, tuonane siku ya mwisho. Kwaheri mpendwa wetu, Bwana amekupenda sana. Safiri salama, tuonane siku ya mwisho. Tupate maombi ya kufungua ibada yetu ya siku ya leo, kisha tutakaa kwenye viti na tuendelee na programu yetu ya siku ya leo. Tumekusanyika hapa kwa boma ya Matias na familia yake kwa ajili ya kumsindikisha mwenzetu baba. Tunapoanza ibada hii, tunaanza na wewe baba, kiongozi wetu, kwa jina la Baba, maana na uwezo wa milele. Tumaini letu ni kwa Bwana, kwa maana ana uwezo wa milele. Tutamsifu Bwana siku zote, kwa maana ana uwezo wa milele. Tumaini letu ni kwa Bwana, kwa maana ana uwezo wa milele. Tumaini letu ni kwa Bwana. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Wapenzi wa Mungu, naomba tuungane katika misa hii takatifu ili kuweza kumwombea Baba Mathias Dikalamu katika safari yake ya mwisho, ili Mungu akaweze kumlaza mahali pema peponi. Vile vile kwa ndugu na jamaa, Mungu akaweze kuwafariji. Ndugu zangu, tujute dhambi zetu, tupate kujiweka tayari kumtolea Mungu sadaka takatifu. Na muungamia Mungu Mwenyezi. Nani ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria mwenye heri atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Tuombe. Ee Mungu, unawahurumia wakosefu na kuwapa heri watakatifu wako, tunaomba huyu mtumishi wako Mathias Dikalamu tunayemfanyizia leo mazishi, umjalie heri ya milele pamoja na wateule wako. Umfungulie pingu za mauti, na siku ya ufufuko afike mbele yako na mwili mtukufu. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Siku zile mitume na wazee na kanisa lote waliamua kuwachagua watu kati yao na kuwatuma Antiokia pamoja na Paulo na Barnaba. Ndiyo Yuda aitwaye Barsaba na Sila. Wote wawili walikuwa viongozi miongoni mwa ndugu. Kwa utumishi wao wakapeleka barua hii. Mitume na wazee wanawasalimu ndugu wa huku Antiokia na Siria na Silisia, za watu wa mataifa.
Tumesikia ya kuwa baadhi ya watu toka kwetu wamefika kwenyu bila agizo letu na kuwaangaisha kwa maneno yao na kuitia mioyo yenu wasiwasi. Tumewatuma Yuda na Sila wawaambie kwa maneno tuliyowaandikia kwa barua. Kwa maana ilipendeza Roho Mtakatifu na sisi watwike mzigo zaidi ya haya yaliyo ya lazima. Msile nyama zilizotolewa sadaka kwa sanamu. Msinywe damu. Msile nyama ya wanyama walionyongwa. Na mjiepushe na usherati. Mwepuke hayo. Heri yenyu. Wasalamu. Nitakusifu kati ya mataifa, e Bwana. 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 Moyo wangu ni thabiti, e Mungu, ndio. Moyo wangu ni thabiti, nitaimba na kusifu. Amka ewe nafsi yangu, amkeni enye zeze na kinubi, nitayamsha mapambazuko. Nitakusifu kati ya mataifa, e Bwana. Nitakusifu kati ya mataifa, e Bwana. Oh, haleluya, haleluya, oh, haleluya, haleluya. Utukufu kwako, e Bwana. Wakati ule Yesu aliwaambia wafuasi wake, hii ndiyo amri yangu, mpendane kama mimi nilivyowapenda. Hakuna upendo kupita upendo wa mtu atoaye nafsi yake kwa ajili ya rafiki zake. Ninyi mu rafiki zangu, mkitenda ninayowaamuru. Siwaiti tena watumishi, kwa sababu mtumishi hajui atendalo bwana wake. Nawaita rafiki, kwa kuwa nimewajulisha yote niliyosikia kwa Baba yangu. Sio ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, kusudi mwende kuzaa matunda na matunda yenu yadumu, ili Baba awapeni yote muombayo kwa jina langu. Haya na waamuru ninyi, mpendane ninyi kwa ninyi. Injili ya Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Tutoe sadaka, njooni nyote, njooni tutoe sadaka. Sadaka yetu
maana sisi tunakutolea sadaka hii ya kusifu kwa ajili yake. Na kwa ajili ya sadaka hii ya kutupatanisha nawe, tunakusihi umjalie kuufikia uzima wa milele. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Na awe rohoni mwako. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Baba mwema, Mungu mwenyezi wa milele. Kwa maana ingawa tumestahili kufa kwa ajili ya makosa yetu, wewe umetuonea huruma na kutujalia neema, nasi tuliokuwa tumeangamizwa na mauti kwa ajili ya dhambi. Kwa hiyo sisi pamoja na malaika wa mbinguni tunakutukuza hapa duniani na kusifu utukufu wako, tukisema bila mwisho: Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Ee Bwana, kweli u mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote. Tunakusihi uzitakase kwa nguvu ya Roho wako dhabihu hizi, ili ziwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipojitoa kwa hiari yake ateswe, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe, akashukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tutangaze fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapokumbuka kufa na kufuka kwake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunaomba kwa unyenyekevu Roho Mtakatifu atufanye tuwe jamaa moja, sisi tunaoshiriki mwili na damu ya Kristo. Bwana, ulikumbuke kanisa lako popote duniani, utukamilishe katika upendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu leo, Askofu wetu Yusufu na watumishi wako wote. Umkumbuke mtumishi wako Mathias Likalamu, uliyemuita kwako toka dunia hii, kwa kuwa alishiriki kifo cha Kristo kwa ubatizo. Umjalie ashiriki pia ufufuko wake. Tunakuomba uturumie sisi sote, ili tustahili kushiriki uzima wa milele na kusifu na kutukuza pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, Yusufu mwenye heri, mitume wenye heri, Mtakatifu Matia na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale. Tunakuomba hayo kwa njia mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje.
Asema, wote anipao Baba watakuja kwangu, wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Tuombe. Bwana, baada ya kulishwa sakramenti iletayo uzima, tunaomba huyu ndugu yetu Mathias Likalamu uliyemshirikisha agano lako atakaswe kwa nguvu ya fumbo hili, akapate na amani ya Kristo isiyo na mwisho. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Msaada wetu kwa jina la Bwana aliyeumba mbingu na nchi. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Leo tunamsindikiza ndugu yetu Mathias katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Mungu alimpa maisha duniani na sasa amemwita ili ampe maisha mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tunaweka ardhini kama mbegu ya mwili utakaotukuka, na roho yake ingia katika raha ya milele. Tunakuomba Bwana, umpokee huyu ndugu yetu katika uzima wa milele na utawala wako, apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote daima na milele. Amina. Sasa tumpeleke ndugu yetu makaburini. Tutumaini kuwa siku moja tutakutana naye katika uzima mpya. Wimbo wa baraka. Bariki, bariki, Baba. Bariki mwili wa Baba. Bariki, 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 Baba. Bariki, Bariki mwili wa Baba. bariki, 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 Baba. Bariki. Kama mnaneti Bariki, bariki Baba. Bariki watoto wake Baba. Bariki watoto wake Baba. Bariki, Tuombe. Mungu, ulibariki kaburi hili, umweke na malaika wako mtakatifu alilinde, na huyu ambaye mwili wake utazikwa humu, roho yake furahi kwako mbinguni pamoja na watakatifu wako bila mwisho. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Ndugu zangu, tumuombe kwa unyenyekevu Mungu Baba wa rehema kwa ajili ya ndugu zetu waliofariki. Bwana, wasamehe kwa wema dhambi zao. Bwana, twakuomba utusikie. uzipokee kazi zao njema. Bwana, twakuomba Utusikie. tuombe wote wanaohuzunika kwa kifo cha huyu ndugu. Bwana, watazame wote waliofiwa. Tuombeane sisi wenyewe ambao tu safarini hapa duniani. Mungu atuimarishe na kudumisha katika utumishi wake mtakatifu. Bwana, twakuomba Utusikie. Mungu Mwenyezi, kwa imani tunasadiki kifo na ufuko wa mwanao. Tunaomba utujalie sisi na ndugu zetu marehemu tufufuke katika furaha. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Mwenyezi Mungu amependa kumwita kwake ndugu Mathias toka uzima huu.
tunaweka mwili wake udongoni urudie ulikotoka. Kristo amefuka wa kwanza kutoka kwa wafu. Tunamkabidhi huyu ndugu kwa Bwana. Bwana ampokee katika amani yake na mwili wake aufufue siku za mwisho. Mathias, wewe ni uvumbi, utarudia kwa uvumbi, lakini Bwana atakufufua siku ya mwisho. Mungu, siku zako hazina mwisho na rehema zako hazina idadi. Utukumbushe daima kwamba maisha hapa duniani mafupi na ya kwamba hatujui tutakufa lini. Roho wako Mtakatifu atuongoze katika utakatifu na haki siku zote za maisha yetu, tufike salama katika ufalme wako. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Raha milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amina. Raha milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amina. Mathias, uandiko ishara ya mkombozi wetu Yesu Kristo aliyekomboa kwa ishara hii, tupumzike kwa amani sote. Amina. Amina. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nendeni na amani ya Kristo. Mazishi ya Mathias yamekwisha. Tumshukuru Mungu.
Wina wanje
Vumilia. Kazi nzuri sana mama amefanya. Amekuwa mtulivu, ameshikilia imani ya kanisa Katoliki, akashikilia imani ya mama Bikira Maria na mama Monica. Wao walisema tutaweza. Aha, naona ameandamana pia na Moyo Mtakatifu. Sisemi kitu, anaimba nazunguka. Mama na watoto walikuwa wamesihi tu kwa dakika 5-10 mpaka waweze kuongea kitu kidogo kuhusu mzee wa boma. Hatuwezi zika tu hivyo na iwe hivyo hivyo. Kwa hivyo nasema asanteni sana. Karibu tuchukue nafasi. Dakika 10 tutakuwa tumemaliza. Karibuni kabisa. Karibu kabisa. Karibuni kabisa wageni wa fei. Karibuni kabisa, vuta mguu wageni wa Walejo kimaliza Moyo Mtakatifu, tutaenda na Walejo pamoja na kusikia wanakwaya anasema huyu ndio Kisienya. Mwenye huo mnasikia mtoto wa nani? Mtoto wa Hila. Hey! Sante, tukitoka tukikaa mahali hapa, hao wengine ni wazima, mtajua vile mtajipa. Hamjambo wote. Hamjambo tena. Hamjambo. Kwa majina naitwa Joy Anderi, mke wa Hilary Bikana. Karibuni. Sante switi wa Hilary. Hamjambo tena kwa jina Yesu Kristo. Nimeshukuru sana. Kuna wale hii ni mara ya pili kufika hapa. Ni kweli ama ni uongo? Kweli. Mzee ameletwa kwa boma. Nimeshukuru maombi yenu wote. Na nasema karibuni. Hii nyumba mlango haitawahi fungwa. Asanteni. Asante Hilary, tupigie makofi mazuri Hilary. Aha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibuni kwenye boma la Mathias. Kwa majina naitwa Noel Emuhila Nikalamu. Mimi ni mama ya Mathias
Nimeshukuru sana mko hapa, mmekaribishwa tena na tena na tena. Sante Noel, tumpigie makofi mazuri. Tusiogope microphone, haiumi mtu. Marahaba bosi. Marahaba bosi. Mimi ni Norman Likalamu, kijana wa pili, na tunashukuru sana kwa kuja kuomboleza na sisi, na mbarikiwe sana na mmekaribishwa. Asante. Habari ya asubuhi. Wamama wanasema nibadilisha. Ni vile tu unashika mic. Unajua wako na sauti kutushinda. Yes. Mko salama. Karibuni tena, huku ni nyumbani. Kwa jina naitwa Nancy Likalamu. Mimi ndio msichana wa kwanza wa hii boma, na wakaribisha tena na asanteni kwa kutushikilia kwa maombi. Enze nene hano nemanya kule hango hanje shikira moyo na mwiro uko ni huyo Matias mwana wili Likalamu. Likalamu bibulanga Matias na mama wanzi bola shomera mkhana watendwa nembozo. Enze ni bulongwa emusali itaho isolo. Lira lyanje bananga Silvanus Okai Lusmairo. Sante. Ano kubola ndi nango asimechi Nyasa khonya witsolumendema. Ihelbele likali kuibe no kubola ne poleni. Poa na utapoa nguvu zitarudi kawaida yako. Inze obeno bona mungo muno. Iko dile mwana folie muero nerongo nenya ifualo homo ukamba nokushia. Asante. Asante, tumpigie makofi. Basi. Tuko sawa, si ndio? Nilisema ndugu na dada. Baba na baba bula. Tunaenda mbio, naogopa laana. Baraka zinatoka kwa wajomba na shangazi, laana zinatoka kwa wajomba na shangazi. Wajomba wa mimi nimesimama kwa niaba ya abewa Belfue. Yes. Huyu ni shemeji yangu. Bwanangu alikuwa ndugu yake. Na yetu ni kusema tu pole. Pole, Bwana apate kuwatia nguvu. Barikiwe. Kwa majina ni Mary Muluda. God is good. Mnangojea ushuhuda gani ingine kama si? Naitwa Mr. Nasi. Cousin. My mom still. Asante. Naitwa Pastor Jimmy, natoka pale Life Church International Limuru. The Likalamus ni familia. Norman ni rafiki wangu wa kikazi. Tunakuja kuleta pole zetu. Bwana Yesu asifiwe. Tumeandikiwa kila mmoja kuishi, afu baadaye kufa, mwishowe tunafika pale kwa judgment. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ambayo tunafanya hapa leo haihusiani na ule ambaye ametuacha, inahusiana sana na wale ambao wanaishi. So geukia jirani, mwambie unaishi vipi? Mwangalie tena, muulize unaishi vipi? Kwa familia hii tunawaombea Mungu akazidi kuwapatia nguvu na azidi kuwatenda mema. Anajua hii ni mwanzo tu wa kusonga mbele na kutenda kazi kwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana na asanteni. Asante. Sisi ngiano kubunyali bwa Yehova Nyasaye. Ukubele ise halala ne inywe. Sendi ano ndibasangi. Nangwani Freda holi. Kandi singiano singana ndihoja uwe. Ku ndikukosi. Mirembe kandi? Mirembe. Uno okupirwa indabusi uno ofiri yo uno omsakulu uwe. Stendi sisye. Uno mkananzi. Hadi no mwijukulu wanzi. Na masayo konyene Yehova Nyasaye amulinde. Abana bamuhule hadi naye ahula bana. Amenya na barende bulai na barende hadi na bamuhule. Abejukulu bale kado hano Nyasaye abongozi. Abana Nyasaye mwena yongoza harara nende mukananje uno. Sinene tekanyena kubora dae na masayo konyene. Nangwanga magareti aholi handi nangwanga ni Freda aholi. Okurude eburokoli wakisieni. Njia yangu iwe ndefu, yeye unipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga. Kwake Yesu nasimama.
mwamba ni salama, ye mwamba ni salama. Nikiitwa hukumuni rohoni na amani, nikivikwa haki yake sina uja nitosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ye mwamba ni salama. Kwa jina naitwa Noel Mdoto, mimi ni jirani ya Kisiebo. Mbarikiwe sana. Asante. Asifiwe Yesu. Mimi ni mfanyikazi wa boma la Muluda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nimefurahia kufika huku. Mungu awafariji mwenyewe. Asante. Mimi nimefurahia mazishi ya Mkwasi. Nikiona hata nikifika kama wamezika Mkwasi nina furaha. Kwa maana yale tuliona tunawachia tu Mungu. Tunawachia tu Mungu. Kwa jina ni mimi Lucy Azere. Mniite mchungaji Cosmas Ajuri wa kanisa la KAG, na nimekuja kumsindikiza rafiki yangu mzee Lam ambaye ni kanisa langu liko karibu na ni rafiki yangu sana. Kwa hivyo aliniambia ameweza kumpoteza shemeji wake, na nimekuja ili tukaweze kufarijika pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo jamii, poleni, poleni mkaweze kufarijika katika Bwana. Na mzee Lam, ni uchungu kumpoteza shemeji, lakini mimi kama rafiki yako nakwambia pole, na jamii kwa jumla mkaweze kufarijika katika Bwana. Mbarikiwe sana. Mimi huyu amekufa ni kama alikuwa ndugu yangu, ni kama alikuwa ndugu yangu. Tukitembea tu na yeye pamoja, unaweza fikiria ni ndugu, lakini semeji yangu. Nimehuzunika, na lakini ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Ni hayo tu. Naitwa Lam Muruda kutoka Maragoni. Mimi nitasema tu ni asante kwa siku ya leo. Faith mwenyewe nashiriki na yeye. Matias alikuwa mshiriki wangu wa jumuiya St. Stephen. Alikuwa Mkristo mzuri, tulikuwa tunafanya kazi pamoja. Hata yeye alikuwa anitembea anafika mahali, lakini michango yake huwa tunapata, tunaenda pamoja na yeye. So mimi nitaomba tu Mungu awafariki, ampe Faith nguvu, ampe akili na maarifa, ili angoje mji huu sisi tuendelee na maisha. Katika kikundi cha leto tunashiriki na Faith. Ukienda siwa, Faith yako siwa. Kwa mtakatifu anafanya vizuri. Safari ya kutembea kwenda mbali na karibu kwa imani ya kanisa huwa tunashiriki pamoja na yeye. Mimi naitwa Mwalimu Bonovenya Kalistas Mtuasi, natoka Shirota huko Kwisero. Nashiriki na kwa St. Rita, ndio small Christian community. Kwa diocese mimi ni chairman of the Pilgrims. So nimekuja on behalf of the Pilgrims of the Catholic Diocese of Kakamega kuambia mwiji wetu Faith pole sana. Pilgrims wote naona hapa ni wako hapa. Yes. Hiyo ni sign mzuri. Faith, take it easy. Ukienda every home utapata grave. So you are not the first. Just take it easy. Thank you. Tuko hapa kwa sababu Mathias tumetembea naye kama mwana CMA katika parish yetu ya Malemba. Hatutakuwa na mambo mengi kusema kuhusu Mathias kwa sasa, lakini tunaambia tu family poleni sana kwa kumpoteza mpendwa, na tuombee roho ya marehemu Mathias, Mungu aiweke mahali pake pema peponi. Ninaitwa Bernard Malesi, mimi ni mwenyekiti CMA Malemba Parish. Mimi ni kusema tu Mama Faith pole, na wengine ambao wako tuungane na familia hii, tusaidiane ili Kalamu alikuwa mfuasi kamili. Ingawa alikuwa mgonjwa, lakini alikuwa akihudhuria kwa malipo, alikuwa akifanya kazi vizuri sana. Mimi kama mwenyekiti wa Matende Parish ningesema tu pole pole, sijui kama tunaweza pata
mtu kama Likalamu achukue pahali pake. Mungu amlaze pahali pema mbinguni. Kwa majina ni Simon Bembe Lukalia. Asante retired senior teacher. Wale yote kutoka mbali na karibu ni kama wako. Endelea. Mama, nitasema pole. Tumeshinda na wewe siku kuja tangu anze mpaka sasa. Nasema pole, tuko pamoja. Mungu akubariki. Nzuri, tunakaribisha mama wa boma, Mama Fei. Tafuta kitu kizuri cha kuchangamuka. Ni kwa neema na rehema za Mwenyezi Mungu tanzia msiba huu utokelezee mpaka siku ya leo. Tunasema anaitwa Fei Likalamu. Aha. Makofi tupigie mama makofi. Ivinyo na nderemo. Aha. Wow. Mama Faith, nani kama Mama Faith? Mama ambaye hajatapatapa hapa na pale. Aha. Wow. Wachilia kidogo DJ, wachilia hiyo kitu. Aha. Ni mama ambaye ameshikilia imani ya Katoliki, imani ya Lejo, imani ya Siwa. Wow. Mungu tuombe, tuombe kwa mwanao Yesu Kristo. Tuombe kwa mwanao Yesu Kristo. Aha. Wow. 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 Angekuwa mwingine angesema nimechoka hata na mambo na matanga. Tupigie Mama Fei makofi mazuri jamani. Angelikuwa wewe na mimi ningesema nimechoka, hata wakitaka wabebe basi wayevele, si ndio? Lakini mama ameng'ang'ana, akang'ang'ana, akawa mtulivu, akaomba rozari mpaka amefaulu, si ndio? Heri mwisho wa jambo kuliko nini? Sisi ndama kwa manyesha kandi nyaza Mama Fei. Utinye ukuri shetani mairu ukuri. Nyasari za kuive panda lokole chile chwa sasa mtse shos umariza kusana nuzia mukanisa abondo osi uteza kalisubukia abondo osi utoshi wene loka kusaya buzwa na asante bola kandi kutinyaza mole ndi bana banja mero bole ndore mole ndi bukizi kono mairu ale ndore bana kwaya hota monda kukata baambo kusio koniwe mama Bikira Maria nyina nende Monica nende moyo mtakatifu nako na bwana mo uriyo mnogo utinyo kuri. Sina mambo mengine lakini tu kushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu mlinishika na sala. Watu wangu wa kuhiji wakati mzee aligonjeka nikiwa hospitali, wakitembea kwa barabara walikuwa naombea mzee na Mungu akasaidia mzee akapona. Watu wangu wa moyo walikuwa hapa kila siku na rosari tukiomba. Tunaomba kwa kifo cha mzee ili njia zake zifunguke. Watu wangu wa Lejo kila wakati wanakuja kwa nyumba wananiletea sala. Wangu wa Siwa wote walikuwa hapa na mimi. Simak walikuja kuombea mzee. Na yote ni shukrani. Hakuna kitu ingine naweza kusema, ni shukrani tu peke yake. Kwa sababu hapa dunia ni kugumu. Unaweza kuwa na chako na kipokonywe. Lakini niliomba Mungu nikasema sisi tuko bavu moja, hatukuwa mbili. Na Mungu alisikia maombi yetu na nimezika mzee wangu. Nashukuru sana na nazidi kumshukuru na nazidi kumshukuru. Na mzidi kuomba. Asanteni. Tumpigie makofi mazuri mama kuvumilia
mama akishikilia imani ya dhehebu lake. Aha, Mirembe bosi, sidhani kama kuna yeyote ambaye tumemfungia nje kwa upande wa unenaji. Wale ambao ndio kuingia kuchelewa, tunasema asante, karibuni. Tulianza na misa takatifu ya marehemu mwenda zake mzee Mathias Likalamu, tunaita Requiem Mass. Tukaenda tukazika mwili, tumeendelea na unenaji. Kwa hivyo kilichosalia ni wewe na mimi uchukue chakula polepole, ukae uburudike. Masaa yako yakikuruhusu kuondoka, uondoke. Ukijisikia kutulia tulia, pia unaweza tulia. Lakini kwa mwisho tu mimi nawashukuru tu ninyi nyote ambao mmejinyima shughuli zenyu za siku ya leo kuja kuhakikisha tunasindikiza mzee marehemu mwenda zake Mathias Likalamu siku ya leo. Si rahisi, najua shughuli ni nyingi,